Tumelianza juma la kimataifa kwa upande wa Simba Sports Club. Tunazungumza leo ni tarehe 14 Jumatatu ambayo tumeamka na neema ya mvua kwa jiji la Dar es Salaam. Kwa maeneo ambayo mimi nimetembelea mpaka hivi sasa mvua haijakata hata kidogo. Sijui kwa wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa huko ulipo hali iko vipi? Nipo Clock Tower Posta kupiga stori na Mikoi Kisugu kwa yake maoni kuelekea juma hili, ukiachilia mbali mchezo ambao wamecheza robo finali dhidi ya Mbeya City kuvuka nusu finali. Wanaonaje kikosi chao? Ahmed akiwa anakuambia wao bado wanaendelea kujenga kikosi cha Simba Sports. Hali yako iko vipi? Hali yangu iko njema. Hali yangu iko njema kama unavyoona, kama ulivyotangulia kusema tumeamka na mvua. Lakini yote kwa yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii ni neema, jua la Mwenyezi Mungu na mvua ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kikubwa nimeamka salama, niko njema. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho alichotupa. Bana Mikoi Kisugu, ulikuwepo uwanjani, umemwangalia mnyama Simba kwa nafasi ambazo mwalimu ameamua kuanza na wachezaji baadhi wakipumzika. Kubwa hasa ni uelekeo wa kimataifa. Swali la msingi ni kwamba mechi ya Mbeya City imetosha kuwa na uzani wa kuiweka Simba sawa kabla ya kukabiliana na Stellenbosch. Si uzani sawa kuelekea mechi yetu ambayo tunakwenda kucheza, lakini kimsingi kikubwa tupongeze tu technical bench kwa sababu kikubwa wanajua namna ambavyo mapambano yalivyokuwa mbele yetu. Kwa hiyo unapokuwa na kikosi kipana nako linakuwa jambo jema, kwa maana kwamba inakupa fursa mwalimu kuwa na uwanda mpana na kuchagua nani aanze nani asianze. Lakini pia mwalimu wetu anafanya kurotate wachezaji, sababu umeona jana kwa namna ambavyo mwalimu alipopanga kile kikosi, kwa sababu mwalimu kwanza ameangalia umuhimu wa ile mechi, lakini pia ameangalia umuhimu zaidi ya mechi mbele inafanyaje inayofuata. Mwalimu tayari alimeshajua kwamba nusu finali ya kwanza shirikisho limeshakwenda, na inahitajika kwenda nusu finali pia ya pili ya CRDB Federation Cup. Kwa hiyo mwalimu alikuja kwenye mpango mkakati. Wazo la mwalimu alikuja ni vitu viwili. Kwanza lazima hii mechi nishinde, lakini la pili namna ambavyo nipange kikosi changu niweze kuwalinda wachezaji wangu kwa mechi inafanyaje inayofuata. Na ndio maana second half mwalimu alifanya marekebisho. Ukiangalia alimtoa Hamza, ni mtu ambaye lazima unamzungumzia Hamza, unamzungumzia mchezaji ambaye yuko kwenye kikosi cha kwanza. Akaenda kumtoa huyu nani Kalabu Chamwa ambaye unamuona kabisa naye anaanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo dhamira ya mwalimu na nia mwalimu, mechi ya kwanza anaitaka, lakini target yake pia kwenye mechi ya pili kuna namna ambavyo anakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo kwetu sisi kama mashabiki kongole kwao, lakini pia tuwapongeze Mbeya City, wameonyesha ni timu nzuri imemalika, na naamini watapanda daraja. Ninaamini kwamba kuna kitu kikubwa atakuja kuongeza kwenye ligi ya NBC. Tuweza kuongeza ushindani. Mpinzani ambaye unajiandaa kwenda kukabiliana naye ni mpinzani ambaye kaitoa timu yenye uzani mkubwa katika ligi ya Misri na ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, kama ambavyo Simba kamtoa Al Masry. Unadhani ugumu wa mchezo utakuwa kiasi gani kwa Simba Sports kuhakikisha anaitumia Stellenbosch kuvuka hatua ya nusu kwenda hatua ya finali? Jafet, nikueleze jambo moja tu. Licha kufikiria Stellenbosch aliyemtoa, tunachofikiria sisi wana Simba, nusu finali kwenda finali haiwezi kuwa mechi nyepesi. Yaani unajua leo tusifocus aliyemtoa nani. Sio? Tufocus hapa ugumu wake, sisi tunaendaje kupambana ili tuweze kufika hapa. Sumala vizuri. Leo nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Maana yake katika hayo mashindano kwenye bara zima la Afrika timu zimebaki 4. Stellenbosch akufika hapa kwa bahati mbaya. Stellenbosch akufika hapa kwa kupigiwa kura. Stellenbosch amefika hapa kwa kupambana. Maana yake hatuwezi kuangalia Stellenbosch kwenye mechi ya mwisho, tunaangalia record na historia yake alikotokea mpaka alikofikia. Sisi nini tufanye ili tuweze kufika mbele zaidi? Na bahati nzuri Stellenbosch wa Afrika Kusini. Mwalimu wa Simba Fadu Davis ni Mwafrika Kusini. Mwalimu msaidizi wa Simba nafikiri ana asili ya Afrika Kusini. Kwa hiyo technical bench ya Simba 75% mpaka 80% wanajua historia nzuri ya Stellenbosch kwa sababu wao pia wametokea wapi? South Africa. Japo tunakwenda kucheza mechi ngumu.
Mimi naamini ukiniuliza mwaka huu tokea uanze mpaka hapa ambako tulikofika, haki ya Mungu na hapa mbele ya kamera, Simba hajawahi kwenda kucheza mechi ngumu kana kwamba anakwenda kucheza dhidi ya Stellenbosch. Kaka, mlisema Ahli Tripoli mechi yenye viwango vya klabu bingwa. Hii kulikoni kaka? Hii ni nusu. Maana yake unapomzungumzia Ahli Tripoli, moja ilikuwa timu nzuri, lakini wakati huo unazungumzia nyuma kwenye makundi. Ahli Tripoli maana yake amechemka. Ukimtaja Al Masry maana yake amechemka. Sima vizuri. Ukimtaja Mwesali maana yake amefanyaje? Amechemka. Maana yake Stellenbosch amekwenda kufanyaje? Kufanikiwa. Alipokwenda Stellenbosch kufanikiwa, maana yake Stellenbosch amejipanga. Na bahati mbaya zaidi au bahati nzuri, mwalimu tunakwenda kukutana naye anayefundisha Stellenbosch ndio mwalimu ambaye aliwafundisha Kaizer Chiefs ambao sisi alitutoa katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Kaizer alikutoa klabu bingwa au shirikisho? Nimesema. Mimi nimesema Kaizer. Kaizer kaka, si zile bao 4-3. Mwalimu ndiye alikuwa huyu ambaye sasa hivi anafundisha Stellenbosch. Sisi tunafuatilia kila kitu. Kwa hiyo maana yake tunakwenda kukutana na mwalimu ambaye sisi anatujua. Kwa hiyo nichukua nafasi hii niombe sana mashabiki wa Simba. Mimi najua management ya Simba imejipanga. Wao wanakwenda kujua, washajua ugumu wa hii mechi tunakwenda kucheza. Kinachotakiwa na sisi mashabiki, lazima tutengeneze katika akili yetu kwamba tunakwenda kucheza mechi ngumu. Tuzidishe mapambano mara mbili tuliyopambana ya kwenda kumtoa Al Masry. Okay. Lakini imani inshallah kwa namna ambavyo nilivyoona tutakwenda kufanya vizuri zidi ya Stellenbosch. Miko Kisugu, wana Simba, ninyi mashabiki eneo lenu, wanachama, mmekuwa mkilinganisha sana Marumo Gallants, mmekuwa mkiwalinganisha Rivers United, lakini kwa hii mifupa ambayo Simba Sports anakabiliana nayo kwa hivi sasa, kwa nini mnakuwa mna ulinganifu huo kwamba huyu Stellenbosch sio Marumo Gallants? Kwa maana kwamba waliopita nusu finali kwenda finali walipata timu mchekea na ilikuwa rahisi kwao kufika finali. Stellenbosch kwenye ligi ya Afrika Kusini sasa hivi anachukua nafasi ya 5. Na watu wote waliomzidi, maana yake wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano na mkutee, wote wamemzidi michezo Stellenbosch. Lakini tunapozungumzia Maumo, twende tuangalie rekodi wakati wanakwenda kukutana na wale vishata mtaa Young Africans. Soma vizuri. Na ndio maana tukasema wenzetu walipata mterezo. Leo nenda kaangalia rekodi kwa nini, kaangalia ugumu wa ligi ya Afrika Kusini. Alafu unaambiwa katika Afrika Kusini huyu anaongoza, anashika nafasi ngapi? Ya 5. Maana yake hiyo timu ni nini? Ni timu bora. Kwa mnakiri mnakwenda kukutana na timu bora. Yes. Nakiri. Inakutana na timu bora. Na wewe sikwenda kucheza nusu finali shirikisho barani Afrika ukakuta timu line. Lakini hamna chochote ambacho mmeona hapa katikati kwamba tukiona timu mchekea, tukisema timu mchekea tunaweza tukatoka kwa aibu? No. No. Na wala swala la kutoka halipo. Hilo watu wasahau. Hilo sahau sherehe. Simba mwaka huu tulivyojipanga. Sikiliza vizuri ya maneno. Weka hapa Barcelona. Weka hapa Real Madrid. Weka hapa Bayern Munich. Weka hapa Liverpool. Weka hapa Newcastle. Kama wanakanyaga ardhi ya Mama Samia, lazima wafe. Hii Simba ni Simba nyingine brother. Ni Simba ambayo tuna mipango mikubwa kuona namna ambavyo tunakwenda kufanya vikubwa katika bara la Afrika. Hii ambayo nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Ndogo hiyo. Kubwa. Hii jeuri ya nusu finali. Stellenbosch. Tunajua ni mfupa mgumu. Lakini Stellenbosch anakuja kufa katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hamasa bado hazijaanza
ni moja ya eneo ambalo wanasimba ulitumia zaidi kuwavuta wanasimba kukamilisha tafsiri ya nguvu moja katika uwanja ili waanikize wachezaji pindi watakapokuwa wanafanya shughuli zao. Unafikiri hii itakuwaje pindi ambapo hamasa zitaanza na tiketi pengine kutangazwa? Hii itakuwaje? Ni nusu finali sasa. Hamasa bado itakuwepo. Kikubwa tunaendelea kusubiri kwa sababu sisi Simba tuna utaratibu wetu. Kupitia msemaji wetu Ahmed Ali kitengo cha habari, mimi naamini atakuja wataleta utaratibu, lakini kwa taarifa ambayo si rasmi, yawezekana hamasa mwaka huu tukaenda kuzifanyia Zanzibar kwa sababu ya uwanja. Nasema wewe lakini serikali itoa taarifa mapema kabla ya kafu wenyewe. Afu mvua hizi zinazonyesha hata. Niwaambie wana Makunduchi. Niwaambie wana Mfelesini. Kwerekwe. Niwaambie Kwerekwe. Niwaambie Mfereji wa Wima. Niwaambie watu wa Jang'ombe. Yawezekana mnyama Simba Sports akawepo katika ardhi ya Zanzibar. Watu wa Nungwi wanisikia vizuri. Wakisikia tunakuja kufanya hamasa, watu wa Zanzibar wanatakiwa kuja kutengeneza historia na weke rekodi ambayo kuambia watu wa bara pia Zanzibar, kwa maana visiwani nako Simba ipo. Watakuwa pamoto kweli. Watu wa Zanzibar wakati wa kutengeneza historia ndio huu, kuandikwa kwenye vitabu vya milele kwa milele kwamba Simba iliqualify kwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika ikiwa kwenye ardhi ya Zanzibar. Nusu finali kwa mara ya kwanza. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Daktari Hussein Mwinyi amefanya kazi kubwa, anatakiwa apongezwe. Leo hii shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya kafu wanasema Tanzania kuna viwanja viwili tu. Kuna kiwanja cha Benjamin Mkapa na kuna kiwanja New Amani Stadium. Kwa maana hiyo lazima pia na wao kama serikali wasimame, lazima watupe support ili kwenda kuitangaza Zanzibar, kuona namna ambavyo uwanja wa New Amani ulivyotumika na ulivyokuwa kwenye standard na uchumi wa blue ulivyosimama. Kwa hiyo rekodi inakwenda kuandikwa na unaiona kabisa wana Zanzibar, wana Unguja, wana Pemba wakishuhudia Simba Sports inavuka kwenda hatua ya finali. Yes. Mimi naamini watu wa Zanzibar wanaweza hivyo. Ule uwanja Zanzibar nao kuna Simba wengi sana. Madua na Sara walikuwa wanaomba kutaka kuiona Simba na kwenda New Amani Stadium, hususan katika mashindano ya kimataifa. Na kwa mvua hii kaka inaweza ikawa. Niombe sana Wazanzibari. Hususan wana Simba. Niwaambie wazee kwa juni timu yao inakuja Zanzibar. Asiye na mwana elekejiwe. Simba inaenda kuweka rekodi katika uwanja New Amani, kwaenda moja kwa moja kujihakikishia inakwenda kucheza kwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Inawezekana. Kisugu na swali. Naam. Ulialikwa kaka, ila ukweli kwenye shughuli ya ndugu yako na ni mtu wako wa karibu kabisa. Zikatokea hapa kashikashi juma hili lililopita, nikasema bana, sababu Kisugu huyo ndugu yake, acha mimi nifike nimuulize Kisugu bana, kulikoni? Kulikoni kaka? Wewe pia umeona? Yeye pia hujafika, mbona zunguka yanyoshe ili tupende kuzungumza yepi? Hujaona kaka ndugu yako? Ndugu yangu hivi, mimi na ndugu wengi. Ndugu yako huyu ambaye huwa unanionyesha mawili matatu. Yafeti. Khairi min Allah, shari min Allah. Heli min Allah, shari min Allah. Sio mimi maneno yangu, maneno nimeanukuu. Na naamini unazunguka, lakini dhamira na nia yako unataka kumgusia Bugatti Haji Sande Manara. Si rafiki yako? Sio urafiki tu, mimi ni ndugu yangu. Na nichukue nafasi hii Jafeti nimpe usia mdogo sana Haji. Kaka. Unataka kumuhusia nini? Inna Allaha wasabilina. Hakika mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu.
Na mitihani mwanadamu kaumbiwa. Kama mitihani ilikwenda kumkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mitihani ilikwenda kumkuta Nabii Musa alaihi salatu wasalam, kama mitihani ilikwenda kumkuta Isa ibn Maryam, nini haji? Unajiuliza. Yawezekana Mwenyezi Mungu anataka kuipima imani ya haji, na haji anaisimamaje katika inna Allaha maswabilina. Yeye si wa kwanza, yeye si wa pili, yeye si wa tatu. Hizi ni kopi ambazo zinarudia. Haya yote haji yanayomkuta katika dunia hii, kuna watu walianza, yeye ni marejeo tu kwake. Kwenye wanne kaka, ilitokea kumbe kwenye story ya maswahaba au ipo hiyo? Kwa sababu unapokwenda kuzungumza swala taraka, alikuanza mwaka 2024. Okay. Watu kutengana hakuanza 2024. Maana yake mfumo huu ulikuwepo toka enzi za manabii na maswahaba. Kutalakiana. Hivi stories zinasemaje mpaka ifike? Wako maadui wengi, wako watu wengi ambao wanakwenda kushangilia katika hili. Lakini nataka niwaambie tu, wale ambao wanaoshangilia, kwa sababu hili jambo linaendana na kimani, lazima wajue ukiona Jumamosi basi jua Jumapili yaja. Nimpe pole sana ndugu yangu Haji. Mimi nimenigusa. Lakini niusie tu, nimwambie tu jambo moja. Kukaa kimya nako nijibu. Unadhani changamoto hasa ni ipi kwa watu waliowahi kuwa nao katika maisha yake ya ndoa, au changamoto ni yeye mwenyewe? 4 sasa tunazungumza. Umezungumza inna Allaha masabilina. Sasa katika hao wenye subra ni kwamba maamuzi yanakuwa ni haraka zaidi au? Kuna vitu viwili. Hili jambo linabaki kwenye siri ya kujua kwamba shida iko wapi. Lakini kuna imani, jambo tumelitengeneza sisi wenyewe. Tunaamini kwenye riziki, Mwenyezi Mungu ndo mtoaji riziki. Kwa hiyo yeye anajua namna ambavyo mwanadamu atampaje riziki. Yawezekana kuna upande kukushangiana kwenye riziki umekwisha, kuna upande mwingine Mungu anakwenda kufanyaje? Kufungua. Nyakati kishafika. Sifa ya mwanadamu baada Mwenyezi Mungu kupulizia nafsi, Mwenyezi Mungu ameweka timetable na ratiba ya maisha yako namna ambavyo mwanadamu ilivyokuwa. Isipokuwa Mungu ameamua kuweka pazia yale ambayo mliokubaliana, yeye anayaona lakini wewe huwezi kuyaona. Mimi nikutumie wewe kama mfano. Ile siku unasherehekea miaka yako 50, ilikuwa pia ni siku yako ya kuzaliwa. Lakini ilikuwa pia ni siku ya ndoa yako, si ndio? Wewe umewezaje kudumu kwenye ndoa kwa miaka 27 uliniambia kama nitakosea? Yes. Kikubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna ujanja katika hilo. Kikubwa ni mipango ya Mungu, hakuna ujanja katika hilo. Kwa Mungu kama hajapanga haiwezi kudumu. Mipango ya Mungu. Na ndio maana nikasema khairi min Allah, shari min Allah. Kikubwa ni kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutusimamia katika ndoa zetu. Wewe ushauri wako ni upi kwa Haji? Ushauri wako. Moja, Jafet, tunajua wewe mtu hatari. Shida inayokuja teknolojia. Shida inayokuja Instagram. Shida zinazokuja WhatsApp. Shida inayokuja Facebook. Tumeacha asili zetu. Moja katika ushauri yangu vijana, warudi kwenye asili zetu. Pindi endapo tutakaporudi kwenye asili zetu, na hakika ndoa zetu zitakwenda kudumu. Leo Jafet, ndoa zinapatikana kwenye Instagram, ndoa zinapatikana kwenye Facebook, ndoa zinapatikana kwenye madaradara, ndoa zinapatikana kwenye mabaa. Hamwezi mkaishi kwa sababu watu tabia na mila zenu hamwezi mkazijua namna ambavyo zilivyo. Umeacha asili. Watu wameacha asili zao kwenye ndoa hizi. Kuna somo kubwa sana hapo umelitoa, asili. Leo hii sisi watu wa pwani, ukichukua miaka hiyo ya 60 mpaka miaka 80 mpaka 85 90, mimi ninapotaka leo kuoa, jambo la nani mimi ni muoa na lisimamia bibi au shangazi. Wao
ndio wanakwenda kuchagua, lakini moja baada ya kumwangalia mwanamke namna alivyo, lakini pili wanaangalia tabia za ukoo au familia ambayo inayotokea huyo mwanamke. Vinasaba vyake. Kwa hiyo shida, utandawazi, leo uwezo kanambia ndoa inaweza ikadumu kati ya mwanamke na mwanamume, mmekwenda kukutana kwenye baa, mmekwenda kukutana kwenye daradara, mnabadilisha namba. Kwa hiyo kikubwa ni waombe vijana, ni waase vijana warudi kwenye asili. Ili Manara aweze kumudu kuishi na yule atakayempata, labda Mwenyezi Mungu akimjalia asimwanike kwenye mitandao ya kijamii, itakuwa salama kwake. Kumwanika sio issue nimezungumzia asili. Kwa hiyo hata yeye pia kaacha asili, arudi kwenye asili yake tu. Kuna mzee Sunday pale, amwambie mzee Sunday aangalie mazingira, arudi kwenye asili yake. Tukisharudi kwenye asili upate shida shekhi. Sasa hivi kuna swala lile sijampenda, hilo ni chaguo la wazazi, sio chaguo langu. Shida naanzia hapo sasa. Shida naanzia hapo. Tunachomhitaji mwanamke nini? The way muonekano wake. Kalio. Nini tunachohitaji kwa mwanamke? Sura. Moja tunachomhitaji kikubwa kwa mwanamke awe na utaratibu wa kike ambako anatakiwa mwanamke kuishi katika stara. Sasa stara inakuwa kwenye mavazi au stara inakuwa kwenye tabia? Nimezungumza tabia anakotokea. Kwa hiyo kikubwa mimi nimwambie tu ndugu yangu awe na subira inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, naomba Mungu na ardhi atamfanyia wepesi mambo yake. Na unamwombea dua katika hilo? Yes, namuombea dua katika hilo. Wewe mtu wa maana sana. Tunakwenda kucheza Zanzibar Sheikh. Nitoe salamu kidogo? Atoa kaka, unaachaje? Wewe unaenda Zanzibar? Lazima nitafute namna yoyote, hata kama kwa kuogelea. Nifuate mimi sasa, tuende wote Sheikh, acha maneno yako wewe. Nipe kodi Kisugu. Nifuate, kuna mwamba mmoja. Nani? Ndoka Geita, Deus Kasile, ana taba, ana baya. Deus huyu wa Geita. Deus yeye, Deus Kasile. Deus Kasile. Hata Mungu anakuambia hana baya Jafeti. Ndugu yetu. Mmoja katika mashabiki bora, mmoja katika wanachama wa Simba bora. Uwezo kaacha kwa Deus Kasile lazima mzungumzie. Geita anawakilisha vema. Na nimwambie mwanawe Alimikoi almaarufu Kisugu nahitaji kwenda Zanzibar. Kwa hiyo yeye Deus Kasile atachagua aidha kunipitisha kwenye maji au mwewe. Sasa Kaisile inabidi umsikilize Mikoi Kisugu, na sisi tutakutumia hii klipu. Kisugu hayupo peke yake. Hapa Kisugu ana begi lake na nyuma yake kuna watu wawili wa kwa ajili ya kwenda Zanzibar kumwangalia mnyama, lakini kutoa updates. Kaisile afanya kwake. Kisugu kwa ziada, mashabiki wa Simba Sports. Yes. Wanachama wa Simba Sports wapo wa ndani na nje ya mikoa ya Tanzania. Yes. Unalolipi la kuambia? Kwanza nimwambie dada yangu Arima, bado tunahitaji kwenye dua zake na Sara ili kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri. Kila jambo linakwenda sawa sawa. Ile mechi ya Almasi ilipambana sana kwenye dua na Sara. Dangu mmoja hivi Arima kutoka Merelani huko. Lakini pia dadangu DMY Mama Dori asimame kwenye dua na Sara. Lakini yote ya mwisho namwambia swaibangu wa karibu Al-Sharif Firdaus Center na kuja tena, nahitaji dua lake. Huyo Al-Sharif Sheikh Sharif Maulana yupi? Firdaus. Sheikh, kwani hivi tu Sheikh? Tunapita kwingi. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia, amewapa kubri. Yaani watu wa lugha wananifahamu, amewapa kubri, dua zao zinakuwa fanyaje? Zinakubalika. Kwa hiyo mwamba Sharif Firdaus Center anapatikana Bagara, Kongowe. Huyu mwamba ana hatari. Huwa siku zote anafanya dua kuanzia Jumapili mpaka Alhamisi kasoro siku ya Ijumaa tu anatoa nafasi watu wanakwenda kufanya ibada. Okay. Bagara. Na kumpata kwake kiurahisi kabisa. Ukipanda gari yako kama unaenda Mwandege, unakwenda pale geti la kwanza, unamwambia nishushe. Okay. Ukishuka tu geti la kwanza, ukiangalia kushoto kwako, unafika kwa Sharif Firdaus, mwamba mmoja. Akimwambia Mwenyezi Mungu na waomba wapite kwenye njia, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anakubali kubli zake, mambo yanafanyaje? Yanakwenda. Yes. Muite Mikoi Kisugu.
Clock Tower, hali ya hewa ni mvua mpaka hivi sasa. Acha tufunge kwa hapa, tuone tutakufungulia wapi ili tuendelee kuyajadili yale ya Simba Sports na Stellenbosch na mengineyo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam.